si gazeti, si vitabu zingine, ni Biblia, kwa sababu Biblia ndio imeandikwa neno la Mungu, na tunapata ya kwamba ni sheria kwa Mungu, imetokana na Mungu awe anasoma. Kwa hivyo ni ya kwamba ni jukumu letu tutakapokuwa katika hili jambo, tutakuwa tukisoma maandiko sana. Wacha tuone katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4. Timotheo ni wa kwanza 4. Hiyo ni agano la kale. Tukiona katika agano jipya katika kitabu cha Timotheo wa kwanza ni 4 mstari wa 13, tusikie Paulo naye anaamuru Timotheo namna gani. Kitabu ni Timotheo wa kwanza ni 4 mstari wa 13, inasema ya kwamba hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Kwa hivyo ni ya kwamba pia, kwa sababu Paulo alikuwa najua, ili mtu aweze kumfahamu Elohim, ili mtu aweze kujua vile anafaa kuenenda, lazima usome. Ndio maana tunapata ya kwamba akiamuru Timotheo ya kwamba awe msomaji, asome, na akamwambia kwamba sababu na akamwonyesha kwa kusoma atajua kuonya, atajua kufundisha. Kwa hivyo ni ya kwamba mtu anaposoma ama tutakapokuwa tukitumia hii maandiko, tutakuja kujua na kuelewa ni njia gani tunafaa kufuata, ni imani gani tunafaa kuamini, ni mafundisho gani tunafaa kushika. Kwa hivyo ni jukumu langu na lako kwa tuweze kujua sana na tuweze kuwa na nafasi kubwa sana ya kusoma maandiko. Tukikumbuka wakati Mungu alipotokelezea Yoshua katika Yoshua 1 mstari wa 8, kuna maneno pale aliweza kumwambia, na alimwambia maneno haya katika kitabu cha Yoshua ni moja mstari wa 8. Kuna maneno pale Elohim aliweza kumwambia, na alimwambia hivi. Yoshua 1 mstari wa 8 inasema kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Kwa hivyo ni ya kwamba tumesikia kuhusu Yoshua, Elohim mwenyewe akimwambia kwamba eti ili kwa sababu watapelekana ama wataenenda sawasawa kama vile walikuwa wanaenenda pamoja na Musa. Sasa aliweza kuambiwa kwamba kitabu cha Torati kisitoke kinywani mwake, na tukasikia kwamba awe akiyatafakari yale mambo yameandikwa humo hayo mchana na usiku, na ili apate kujua kumcha Bwana wetu, na akifanya hivyo ndipo atafanikiwa katika njia zake zote. Kwa hivyo msikilizaji wetu na mtazamaji wangu, ni ya kwamba tutakapokuwa hapa tutatumia Biblia sana, kwa sababu Biblia ndio njia na ndio itatuonyesha njia ile tunafaa kufuata. Tunapoangalia tuone ya kwamba Biblia iko na faida gani kwetu, ni ya maana gani tunapoisoma, na tutakapokuwa tukiisoma itakuwa ni faida gani kwetu. Tukiangalia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3, kunao maneno pale Paulo aliweza kutuandikia sisi, na aliandika na inatuambia hivi katika kitabu cha Timotheo ni wa kwanza 3 mstari wa 15. Wacha tusome 14 na 15. Na kuandikia hayo nikitaraji kuja kwako hivi karibu, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Elohim, iliyo kanisa la Elohim aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Pia tumesikia pale ya kwamba wakati Paulo alikuwa anaandikia Timotheo wakati ule, anamwandikia, anamwambia kwamba
katika hizi barua Paulo alimtumia, alimuonyesha kwamba akisoma atajua mapenzi ya Elohim, atajua jinsi impasavyo mwanadamu kuenenda katika nyumba ya Mungu ama kanisa la Mungu. Kwa hivyo ni ya kwamba tunapojipeana katika kusoma, katika kutafuta kuelewa, tutakuja kujua vile tunafaa kuenenda katika nyumba ya Mungu, vile tunafaa kuenenda katika kanisa la Mungu. Kwa hivyo ni ya kwamba Biblia umuhimu wake ni ya kukujulisha vile unafaa kuenenda, vile unafaa kuwa ama vile unafaa kuishi katika maisha haya, kwa sababu mtu hafai kusema ya kwamba ati Mungu ataangalia moyo na eti wokovu hauko katika manyumba ama hauko katika makanisa, lakini ni ya kwamba Mungu hataangalia moyo, kwa sababu alituandikia hii maandiko ili tuweze kuyasoma, ili tuweze kujua mapenzi yake. Kwa hivyo ni ya kwamba tunasikia kwamba kwa yule yako na bidii, kwa yule anayemtafuta Mungu, kwa yule ako na kiu ya kujua eti ni yapi yanayompendeza Elohim, yeye anafaa kusoma maandiko, yeye anafaa kutafuta katika Biblia. Na hii Biblia kuna kazi inafanyia watu ama kuna kazi inatufanyia. Tunapoangalia katika kitabu cha Timotheo wa pili 3, kitabu ni cha Timotheo wa pili 3, tukiangalia mstari wa 16 na pia 17, kuna kazi maandiko inatufanyia. Hii Biblia kuna kazi inafanyia yule mtu ako na upendo wa kutenda ama wa kuenenda ama wa kutafuta mapenzi ya yule aliyemuumba. Kwa yule anataka kumfurahisha, kwa yule anataka kuenenda katika mienendo ya haki, hii Biblia kuna kazi inakufanyia. Katika Timotheo ni wa pili 3 mstari wa 16 na 17, ambayo inasema ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Elohim lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki, ili mtu wa Elohim awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kwa hivyo ni ya kwamba katika maandiko Biblia inakuonyesha ni kama kioo, inakuonyesha hapa umekosea, ondoa haya, ongeza haya, na ili iweze kuwa mtu mkamilifu. Kwa hivyo ni ya kwamba tunaposoma maandiko, tutakapokuwa tukifuata maandiko itatufanyia kazi ambayo itatufanya tuwe watu wakamilifu mbele za Mungu, kwa sababu tumesikia kwamba kazi moja ya maandiko, tumesikia kwamba maandiko ni jambo la kwanza ni kufundisha. Pili, tukasikia kwamba linakuonya makosa ama unaonyeshwa makosa yako. Jambo la tatu ni tumesikia kwamba inakuongoza na kukuonyesha matendo ya haki, na tukasikia kwamba ili uishi ukiwa mtu mwenye haki, na ili ukue sasa ya kwamba eti sasa wewe mtu tayari kutenda tendo ama jambo lolote jema ukitumika na yeye aliyekuumba. Kwa hivyo ni ya kwamba maandiko tumesikia faida yake, tumesikia umuhimu yake, na pia tukaona ya kwamba faida yake ni gani. Kwa hivyo ni ya kwamba ni vizuri sana kufuata vile maandiko imesema, na hivyo maandiko imeandikwa na iliandikwa na imeandikwa hivyo ili tuweze kujua mapenzi ya Elohim. Tunafaa pia kujua ya kwamba katika maandiko mambo yote yameandikwa katika Biblia ni mambo yalitokana na Elohim, kwa sababu tumesikia pale ya kwamba eti ni pumzi ya Elohim. Kwa hivyo ni ya kwamba maandiko hayajatokana na wanadamu, bali ni wanadamu waliweza kutumika kuandika yale yalikuwa yamewekwa ndani yao
na aliyetuumba. Kwa hivyo hii Biblia ama maandiko iliandikiwa mwanadamu. Mahali tumefika ni ya kwamba tujue na tuelewe ya kwamba maandiko ama Biblia iliandikiwa mwanadamu. Kwa hivyo msikilizaji wangu, ni ya kwamba ni vizuri sana tutakapokuwa tukiendelea na kusoma, tutatumia Biblia sana na tutasoma Biblia na mambo yote tutatoa katika Biblia, kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha katika kitabu cha Zaburi 19 mstari wa 7 ambayo inasema ya kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu, huburudisha nafsi. Lakini ya Kiingereza huwa inasema ya kwamba the law of the Lord is perfect, comforting the soul. Kwa hivyo ni ya kwamba hii maandiko ama neno la Baba wetu ni kitu kamilifu, ni kamilifu. Neno la Baba wetu ni kamilifu, na yale mambo yameandikwa hapa, hakuna jambo ati mtu anaweza fuata na aweze kuwa eti hata muona aliyetuumba tukifuata kama vile tukifuata kusudi ya yule aliyetuumba. Na tutakapokuwa tukisoma hili neno, kuna mambo tutakuwa nayo, kuna mambo tutaongezeka kutokana na kusoma katika, kama vile tunasoma katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 130 ambayo inasema ya kwamba kufafanusha maneno yako kwatia nuru na kumfahamisha mjinga. Kwa hivyo ni ya kwamba hii maandiko kazi ni mingi ambayo inafanya. Kwa hivyo kwa sababu tumesikia kwamba wakati neno hili linafafanushwa ama wakati watu wanashauriana kupitia hii maandiko ama wakati linafundishwa, linafanya yule hana hekima ama linaelimisha